Ukienda kwenye ukurasa wa Fatema Dewji, dada wa Mohamed Ghulam Abbas Dewji, utaona repost ya presi ama kipande cha presi ya Muhindi wa Simba. Ukitupa macho kwa makini kwenye kile presi ama ile meza ya presi ya Muhindi wa Simba, unakutana na vinywaji vya Mo, Juma Okola na nini, viko pale mezani. Katika yale mazungumzo hayazungumzii shida ya Simba iko wapi na kwenda wapi na vitu kama hivyo. Wanashutumiwa watu kwa uongo. Labda niwaambie tu wana Simba, uhuru wenu wa kumiliki klabu yenu kwa nguvu zenu upo karibu mno, kwa sababu katiba ya Simba marekebisho ya mwaka 2026 tayari ishaonesha kwamba inataka nini. Inataka wawekezaji kuanzia 3, na upande wa wanachama wamepewa nguvu yao kamili ya 51%. Lakini kama haitoshi, ukomo wa wanachama umeondoka, na Simba sasa itasajili ama itarejista wanachama wapya na wenye nguvu. Sasa kumekuwa na uongo mwingi, lakini naona unakwama katika hizi zama za AI na majenzi. Kwa kifupi, uhuru wa Simba kutoka kwa mkoloni upo karibuni mno, kwa sababu ya mabadiliko ya katiba ya uendeshaji wa klabu ya Simba, lakini pia uongo na ujanja wa mabeberu ambao walikuwa wakiutumia muda mrefu kuitingisha Simba. Sasa umefika mwisho, kwa sababu hadha yanayotokea wana Simba wanayaona, na ndio maana watu wakisema wana Simba ilikuwa imetekwa na sasa hivi inajinasua, ni jambo ambalo lilikuwa liko wazi kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi, ama nikifuatilia sakata hili kwa ukaribu zaidi, unaona kwamba kuna vita ya kishamba inapigana, ambayo mwisho wa siku inawaexpose akili zao na kuwaona kwamba hawa watu wameshindwa ama hawawezi kuipambania klabu ya Simba, na wala hawana mapenzi ya dhati isipokuwa ni muundo wao wa kibiashara. Na hii ndio inafanyika kwa sababu watu wengi wanafaidika. Na hii inatokana mpaka kwa ma-influencer. Utaona linapokuja swala fulani wanaibuka, wanaandika sana. Sasa unajiuliza, tupo katika taifa la aina gani ya watu ambao akili zao zinashikwa na kuburuzwa bila kuwa na mustakabali mkubwa wa kuisaidia aidha klabu ya Simba ama katika mfumo mkubwa wa kitaifa. Sasa niseme, Simba uhuru wenu upo karibu, kwa sababu mkoloni ameanza kuchanganyikiwa na namna ambavyo mkoloni anapigana hii vita. Ni wazi kabisa kwamba vita hivi anakwenda kukwama, kwa sababu kinachotokea ni shutuma tu. Sasa unamshutumu mfano Jairuti, msambazaji wa jezi, lakini sisi ambao tunajua historia ya klabu ya Simba, tunajua jezi za Simba zimetoka wapi, aliyekuwa msambazaji ni nani, na kwa nini swala la jezi za Simba limekuwa swala la siasa fulani ngumu, kwa sababu sisi tunaelewa miaka 4-5 iliyopita nani alikuwa anasambaza jezi za Simba na Simba ilikuwa inapata kiasi gani. Na ndio maana mimi sishangai kuona Jairuti anayetoa zaidi ya bilioni 5 akishutumiwa. Wakati huo tunajua historia ya msambazaji ama waliokuwa wanasambaza jezi za Simba kwa muda mrefu hapa Tanzania. Kwa hiyo tunaofahamu, tunacheka, tunatabasamu, lakini tunasema uhuru wa Simba upo karibuni. Mkoloni amepagawa, kila kete anayosukuma ni kete mbovu. Dada wa Mohamed Ghulam Abbas Dewji, utaona repost ya presi ama kipande cha presi ya Muhindi wa Simba. Ukitupa macho kwa makini
kwenye kile press ama ile meza ya press ya Muhindi wa Simba unakutana na vinywaji vya Mo, Juma Okola na nini viko pale mezani. Katika yale mazungumzo hayazungumzii shida ya Simba iko wapi na kwenda wapi na vitu kama hivyo. Wanashutumiwa watu kwa uongo. Labda niwaambie tu wana Simba, uhuru wenu wa kumiliki klabu yenu kwa nguvu zenu upo karibu mno, kwa sababu katiba ya Simba marekebisho ya mwaka 2026 tayari ishaonesha kwamba inataka nini. Inataka wawekezaji kuanzia 3 na upande wa wanachama wamepewa nguvu yao kamili ya 51%. Lakini kama haitoshi, ukomo wa wanachama umeondoka, na Simba sasa itasajili ama itarejista wanachama wapya na wenye nguvu. Sasa kumekuwa na uongo mwingi, lakini naona unakwama katika hizi zama za AI na majenzi. Kwa kifupi, uhuru wa Simba kutoka kwa mkoloni upo karibuni mno kwa sababu ya mabadiliko ya katiba ya uendeshaji wa klabu ya Simba, lakini pia uongo na ujanja wa mabeberu ambao walikuwa wakiutumia muda mrefu kuitingisha Simba. Sasa umefika mwisho, kwa sababu hadha yanayotokea wana Simba wanayaona, na ndio maana watu wakisema wana Simba ilikuwa imetekwa na sasa hivi inajinasua, ni jambo ambalo lilikuwa liko wazi kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi, ama nikifuatilia sakata hili kwa ukaribu zaidi, unaona kwamba kuna vita ya kishamba inapigana, ambayo mwisho wa siku inawaexpose akili zao na kuwaona kwamba hawa watu wameshindwa ama hawawezi kuipambania klabu ya Simba, na wala hawana mapenzi ya dhati isipokuwa ni muundo wao wa kibiashara. Na hii ndio inafanyika kwa sababu watu wengi wanafaidika. Na hii inatokana mpaka kwa ma-influencer. Utaona linapokuja swala fulani wanaibuka, wanaandika sana. Sasa unajiuliza, tupo katika taifa la aina gani ya watu ambao akili zao zinashikwa na kuburuzwa bila kuwa na mustakabali mkubwa wa kuisaidia aidha klabu ya Simba ama katika mfumo mkubwa wa kitaifa. Sasa niseme Simba, uhuru wenu upo karibu, kwa sababu mkoloni ameanza kuchanganyikiwa na namna ambavyo mkoloni anapigana hii vita. Ni wazi kabisa kwamba vita hivi anakwenda kukwama, kwa sababu kinachotokea ni shutuma tu. Sasa unamshutumu mfano Jairuti, msambazaji wa jezi, lakini sisi ambao tunajua historia ya klabu ya Simba tunajua jezi za Simba zimetoka wapi, aliyekuwa msambazaji ni nani, na kwa nini swala la jezi za Simba limekuwa swala la siasa fulani ngumu, kwa sababu sisi tunaelewa miaka 4-5 iliyopita nani alikuwa anasambaza jezi za Simba na Simba ilikuwa inapata kiasi gani. Na ndio maana mimi sishangai kuona Jairuti anayetoa zaidi ya bilioni 5 akishutumiwa. Wakati huo tunajua historia ya msambazaji ama waliokuwa wanasambaza jezi za Simba kwa muda mrefu hapa Tanzania. Kwa hiyo tunaofahamu, tunacheka, tunatabasamu, lakini tunasema uhuru wa Simba upo karibuni. Mkoloni amepagawa, kila kete anayosukuma ni kete mbovu.